Huu ni mwezi kama wa 3 tunapata tabu sana ya ndege. Ukitaka kubuku saizi kuondoka kesho mwenyekiti, haiwezekaniki. Labda baada ya siku 3-4. Lakini la pili pia, mbali ya muda mrefu wa kupata tiketi, gharama. Kuna siku nilikuwa na notice ya siku 2, nilisafiri kwa 980. Ni bei sawa ya kwenda Afrika Kusini na kurudi na ukabaki na change. Sasa mbali na kwamba distance ya kutoka kwenye kitovu cha biashara Dar es Salaam mpaka hapa ni mbali, lakini hata minzi za usafiri zilizopo na zenyewe sio rafiki. Sasa tu operator utusaidie kwenye hili. Tukaambiwa mwezi wa 3 mwishoni ndege zipo kwenye service, mwezi wa 3 mwishoni ndege zinarudi, tutarudishiwa ile ndege kubwa, au kama ni ndogo basi muongeze ruti. Idadi ya wasafiri wa kutumia miundombinu hii ni kubwa kuliko nyinyi mnavyotoa vifaa vya kusafiria. Kwa hiyo naomba na hili mliangalia, au kama una majibu yake tutafurahi wote kupata ufahamu huo. Tuna tatizo la mbweha halijatajwa, lakini tuna tatizo la mbweha wanasumbua huko uwanjani. Na ni changamoto kwenye safety ya ndege kuruka na kutua. Lakini sasa mara 3-4 wamekuwa wakimuomba RPC askari kwa ajili ya kuongeza nguvu pambana na hawa mbweha. Lakini askari wakifika wale mbweha hawaonekani. Hawaonekani kabisa, hata wakiwachukua na wao, twendeni mtuonyeshe wako wapi, wakifika hawawaoni. Sasa ni kitu kimeshatokea zaidi ya mara 2. Kwa hiyo inawezekana ni tatizo hili linaendelea. Hili ndio nalo niliseme, nadhani njia ni nyingi za kudai haki. Mbweha kwa kweli kimsingi kuna kipindi hata sisi wenyewe katika akili ya kawaida inatuchanganya. Kwa hiyo labda tufikie tu mahala tuwaombe labda machifu waita, kwa sababu katika uhalisia tumejenga uzio. Jenga uzio wana momenti zao, na kuna mjumbe mmoja alisema gawa mtakuwa mnaona mavuno yakianza kufika mwisho na mwanzoni. Na kweli yakisha, kwa mfano sasa hivi si mavuno yamefika kama hivi, tunategemea hizo cases zitaanza kuonekana yani kwenye ad hoc mara moja. Lakini mwisho wa siku tuna involve watu wote ambao ni wataalamu. Wanaweka kambi wiki 2-3 humu ndani. Akishaweka kambi, siku ya kwanza ambayo amkutoa taarifa, anaweza kababatiza kumuona. Baada ya pale utaona mbweha tena hata ufanye hivi. Tunazungumzia sana la roots. Hili ni la wenzetu wa Tanzania. Serikali imeweka uwekezaji, lakini kipengele kimoja huu mtindo unaoenda nao una discourage investment ya Dr. Samia ambao ameiweka. Kwa sababu tuliambiwa kwamba ikifika mwezi wa ngapi tutakuwa na ndege 3. Wao walisema 2, 3. Lakini sasa hizi ndege, kuna siku hapa ndege imetoka saa 8 usiku. Hamna maelezo, yani kwamba anga limechafuka wala hamna, tumefuatilia, hamna maelezo. Ni kwamba tu ndege zinatoka huko, zikitua Dar es Salaam pale, wanaona Mbeya hakuna priority, wanapitiliza kwenye safari zingine. Alafu wanakuja na lugha moja, wanasema ziko nje ya uwezo wetu. Yani kila siku abiria nje ya uwezo wetu. Tamani tu discourage ni huyo tu. Kuhusu service haya Dr. Samia ametuwekea vizuri. Sasa kuna mtu anaendesha huduma hapa kwenye uwanja huu anaitwa Air Tanzania. Huyu ndio mkorofi. Katika vitu ambavyo vitatuletea hasara na watu kukerwa na hiyo huduma ni ruti. Unaambiwa ndege inaondoka saa 10, ile kuondoka saa 6 usiku. Mara tumecancel. Sasa hiyo vitu tutaleta ushindani ili Air Tanzania apate ushindani. Bei zitashuka, lakini na zile route frequent zitakuwepo. Sababu abiria ni wengi. Na ni kweli kabisa, mimi nimeshakosa tiketi mara nyingi, unafanya maarifa, unapata tiketi, unaenda kupanda ndege iko tupu. Ndio kata ule business class. Unahangaika ndege bana, route ndege imejaa, unaenda kukaa kule mko watu 3. Sasa hili silielewi ni nini kinachofanyika. Je, ni sabotage au ni kitu gani kwa Air Tanzania? Kwa hiyo lazima na sisi tutalifuatilia, tutazungumza na waziri. Ni kwa nini mtu akata ticket anaambiwa ndege imejaa business class, hiyo unaenda kukaa kule huko peke yako? Hawa ma airline ni kitu gani wanachokifanya?